Andika, Mungu akubariki Baba Askofu kwa kazi yake njema. Swali lake ni kwa nini madhehebu mengine kama Pentekoste hawaadhimishi kwa vitendo katika matukio ya sikukuu kama siku ya matawi na kuosha miguu katika Pasaka kama Roman wanavyofanya? Pia lile andiko la enendeni ulimwenguni mote liliwalenga mitume wale ambao ni wanaume au kila mmoja aliyempokea Yesu? Na kwa nini Roman wanambatiza mtoto mdogo wakati madhehebu mengine wanabariki watoto, kwa sababu kwenye Biblia Yesu alionekana akibariki watoto? Swali hilo naomba liende sambamba na nini maana ya neno kubatiza. Ubatizo wa kumwagia maji kichwani ulianza lini? Ndio. Kwanza ya yote nashukuru sana kwa maswali ambayo umeyaleta, ambayo ni mengi kidogo. Naam. Matukio ya matawi na kuosha miguu na vingine ni mapokeo ya kanisa Katoliki. Ni mapokeo ya zaidi ya miaka 2000. Hivyo ukikuta kwa mfano kanisa fulani, sijui la wokovu, sijui kanisa la mpangilio wa Yesu, sijui kanisa la nini, ambalo limeanza miaka 50 iliyopita, halijapata mapokeo hayo. Wena nao wakikuwa watafanya mapokeo yao, lakini hawajakuwa na mapokeo yao kwa sababu wao ndio wameanzisha sasa. Ndio wanachukua Biblia, ndio wanaanza kutengeneza, vingine wanachota kutoka kwetu na wanaiga kutoka hapa. Hivyo hili ndio kanisa mama. Ndio lilianza kutoka kwa Petro na lina mapokeo na historia ndefu. Hivyo kwa historia ndefu hii ndio inakuja na utajiri wa ibada ambazo inakuwa nazo. Na kila ibada, ukiniuliza ibada hii ina maana gani, nitakwambia maana kubwa. Kila ibada inayofanyika ina maana kubwa ambayo tena ni ya kihistoria. Enendeni ulimwenguni kote mkahubiri watu wote, ni kwa kila mmoja. Kila unayebatizwa unapewa jukumu la kuhubiri. Na hasa unapopata sakramenti ya kipaimara unapata nguvu za Roho Mtakatifu kuhubiri. Ila katika kuhubiri kila mmoja ana kazi yake. Sio kila mmoja kama anasema Mtakatifu Paulo. Sio kila mmoja atakuwa nabii. Sio kila mmoja atakuwa kuhani. Sio kila mmoja atakuwa nini. Kila mmoja ana kazi yake anayopata katika kuhubiri. Hivyo na kila mmoja wetu anapata kazi ya kuhubiri, ni kwa kila mmoja katika nafasi yake aliyopo anapaswa kuhubiri neno la Mungu. Kwa nini Yesu akubatiza? Kwa kweli Yesu akubatiza mtu yoyote. Usiseme kwamba kwa nini akubatiza watoto, hata na wakubwa akuwabatiza. Yesu alituagiza tubatize. Yeye alibariki tu. Hivyo watoto aliwabariki na alitaka waje kwake. Leteni watoto kwangu. Sasa utawaletaje kwa Kristo kama hauwabatizi? Yeye hakuwabatiza. Lakini hata na mitume hakuwabatiza. Yesu hakubatiza mtu yoyote. Hivyo hawezi kusema kwamba Yesu hakuwabatiza. Yesu hakubatiza mtu. Kama una mahali ambapo Yesu alibatiza mtu niambie. Lakini alituagiza tubatize. Na watoto wala kama akaacha ametuambia acha watoto wote waje kwangu. Na hakuna namna yoyote ili ya kuwaleta kwa Yesu, labda kama unaleta kwako wewe mwenyewe. Hakuna namna ya kuwaleta kwa Yesu kama sio kuwabatiza. Wanabatizwa ndio wanakuwa watoto wa Yesu. Ndio hiyo tu. Bila hiyo hawajawa watoto wa Yesu, bado ni wapagani. Na hauwezi kubaki na watoto wapagani na Yesu anatuambia walete kwangu. Utakuwa kama mitume wanaowafukuza. Maana kama hauwabatizi hauwaleti kwa Yesu. Hakusema wache wakuwe ndio walete kwangu. Alisema acha watoto waje kwangu. Acha wawalete kwangu. Na kuwaleta kwake ni namna moja tu ya kuwaleta. Nayo ni nini? Ni kuwabatiza. Hivyo katika mapokeo ya mitume yote anafanya hivyo. Waje kwake na awabatize. Na swali lingine hilo lisema ni lipi? Ni ubatizo. Nini maana ya neno kubatiza? Kubatiza ni kusafisha kiroho, kiibada, ndio kubatiza kwa kutumia maji. Kusafisha kiroho kwa kutumia maji. Na kutumia maji kulikuwepo toka zamani. Waliutumia kama namna ya kusafisha. Ila kama Wakristo ndio wakaleta kule kumwagilia maji kichwani kuanzia kwa mitume. Lakini kusafisha kwa ibada kwa kutumia maji ilikuwa namna fulani ya kubatiza. Yohana Mbatizaji anabatiza, mwingine kwa kutumbukiza majini, mwingine kwa namna yote ile. Hivyo kumwagia maji hasa kulianza kwa namna kubwa zaidi na Yohana Mbatizaji. Ndio tunaukuta kwa namna ya pekee. Lakini hata zamani walitumia maji kusafisha kiroho. Yaani wanatumia maji kwa namna fulani kumsafisha, au wanamwagia hapa, au wanafanya nini, au wanamsafisha kwa namna yote. Kwa sababu maji yanamaanisha kusafisha.